Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi na kukumbusha kusubscribe katika channel yetu mpya ya Arusha One HD kwa ajili ya kupata taarifa nyingine masaa 24 siku 7 za wiki. Mkuu wa jeshi la Israeli IDF amesema hakuna wakati wa kupumzika na sasa shabaha zao wanazielekeza kwa Hamas. Luteni Jenerali Eyal Zamir amesema mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran yamemalizika na sasa ni wakati wa kuiangazia Gaza. Tunahamishia sura yetu mpya kulingana na mafanikio tuliyopata katika operation ya sasa. Tumerudisha nyuma mpango wa nyuklia wa Iran kwa miaka kadhaa pamoja na mradi wake wa makombora. Jeshi la IDF linaendelea kufanya kazi zake katika ubora. Ujasusi wa jeshi umepata mafanikio ya kijasusi ambayo hatujawahi kuyapata kabla. Marubani wa jeshi la anga ambao walifanya kazi kishujaa chini ya hatari kubwa maelfu ya kilomita kutoka eneo la nchi waliyapiga na kuyaharibu vibaya malengo ya adui. Tunaupongeza kila mchango wa askari aliyoutoa kwa kufanikisha operation hii, iwe kwa kujihusisha moja kwa moja katika operation nchini Iran au kwa kudumisha ulinzi thabiti katika nchi yetu. Licha ya mafanikio makubwa tuliyopata, lazima tuweke miguu yetu sawa. Changamoto nyingi ziko mbele yetu na lazima tubaki makini. Hakuna wakati wa kupumzika juu ya uhai wa taifa letu. Sasa tunaelekeza nguvu zetu Gaza ili kurejesha mateka wetu na kusambaratisha kabisa utawala wa Hamas. Mwisho wa kunukuu maneno hayo ya mkuu wa jeshi la Israel IDF. Na mchambuzi wa kisiasa Scott Wright amesema taifa la Iran lilijiandaa kwa zaidi ya miaka 20 kwa vita vyake dhidi ya Israel. Israel ilianza vita hivi kwa shambulio lao la kushtukiza dhidi ya Iran, na kulingana na hesabu za Iran, Israel lazima isiruhusiwe kamwe kufikiria kuwa inaweza kuishinda tena Iran. Iran imekuwa ikijiandaa kwa vita hivi kwa zaidi ya miaka 20. Wana zaidi ya wilaya 57 tofauti za kijeshi, kila wilaya moja ikiwa na vifaa vya kupigana bila kusaidiwa na wilaya nyingine kwa zaidi ya miaka 2. Na vita hivi vimeonyesha kwamba Iran wamejipanga vizuri. Mchambuzi huyo alisema na kuongeza kuwa hata pale Israel ilipojaribu kutishia kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi huyo alisema, kwa sasa nina miaka 90, mimi tayari nimekufa. Khamenei aliulizwa, je, hutoogopa ikiwa chumba chako cha kulala kitapigwa na Israel? Cha kushangaza, Khamenei alijibu, mimi na miaka 90 tayari nimekufa. Mchambuzi huyo Scott Wright amesema. Wakati hayo yakijiri, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran itaendelea na mashambulizi dhidi ya Israel endapo itafanya kosa dogo tu la kuichokoza taifa hilo. Haya yanajiri wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump ameionya Israel kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kutoendelea na mashambulizi dhidi ya Iran. Ujumbe wa rais Trump ulisomeka, Israel msidondoshe hayo mabomu, hatua hiyo itakuwa ukiukaji mkubwa wa mamlaka, waambieni marubani warudi nyumbani sasa. Onyo hilo linakuja baada ya Trump kutangaza mapatano kati ya Iran na Israel ambayo yalianza kutekelezwa mapema leo. Israel ilisema kuwa imekubaliana na pendekezo hilo, huku Iran ikisema itasitisha mashambulizi pale Israel itakapokoma kushambulia Tehran. Jeshi la Israel baadaye lilisema kuwa limenasa makombora yaliyorushwa na Iran, Tehran ikikanusha kufanya mashambulizi hayo. Wakati hayo yakijiri, rais wa Marekani Donald Trump amesema kubadilisha utawala nchini Iran kutasababisha vurugu kubwa na hilo hatupenda litokee. Mabadiliko ya serikali yataleta machafuko na kwa kweli hatutaki kuona machafuko mengi. Kwa hiyo tutaona jinsi tutakavyofanya kivingine. Wairani ni wafanyabiashara wazuri sana, ni watu wenye mafuta mengi na wanapaswa kuwa huru. Wanapaswa kuwa na uwezo wa kujenga upya kazi zao nzuri. Hawatawahi kuwa na silaha za nyuklia, lakini zaidi wanapaswa kufanya kazi nzuri kila siku. Na baada ya uvumi kuzagaa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na afya ya Rais Paul Kagame, rais huyo amejitokeza leo katika ikulu ya taifa hilo akimpokea rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, ambaye ni miongoni mwa wale viongozi wanaotumiwa na Umoja wa Afrika kupatanisha baina ya taifa hilo na Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Picha hizi hapa zinaonekana leo Rais Kagame akimpokea Bwana Obasanjo.